TAKUKURU ni taasisi ambayo Nasi ni afisa wa TAKUKURU, dawati la uelimishaji kwa TAKUKURU wilaya Korogwe. Hapa namwakilisha mkuu wa TAKUKURU wilaya Korogwe, Bi Devota Mihayo. Leo niko hapa nikitaka kutangazia umma kwamba leo tarehe 11 mwezi Julai ni siku ya mapambano dhidi ya rushwa barani Afrika. Kauli mbiu kwa mwaka huu wa 2026 inasema kwamba kuongeza kasi ya kuimarisha uadilifu na kupambana na rushwa barani Afrika. Mapambano dhidi ya rushwa, uadilifu ndio nguzo pekee inaweza ikasaidia. Kwa sambamba na kauli mbiu hii, sisi TAKUKURU tunajivunia kwamba tumeweza kutekeleza maazimio ya kutengeneza mifumo ya uadilifu katika jamii zetu. Kwa habari ya Korogwe, tulikuwa tunatimiza mikakati ya mapambano dhidi ya rushwa. Tumeweza kufikia vijana walio katika mifumo rasmi na isiyo rasmi na kuwaelimisha kuhusiana na madhara ya rushwa katika jamii na kuwashirikisha kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Wako vijana walioko kwenye mifumo, wanafunzi wa sekondari, vyuo, hata shule za msingi. Kule kuna klabu zetu ambazo klabu hizo tunaelimisha, walimu wenyewe walezi wa klabu wanaelimisha vijana kuhusiana na madhara ya rushwa, na vijana wamekuwa wakisimama mstari wa mbele pia kuelimisha vijana wenzao. Kwa majina naitwa Vanessa Malanga, ni mwanachuo katika chuo cha Uguzi na Ukungwa Korogwe. Vanessa, ni faida gani ya kijana anaipata kujiepusha na masuala ya rushwa? Inasaidia kuleta haki na uadilifu, ambapo kila mtu anaweza kupata haki yake, anaweza kupata usawa bila upendeleo wowote. Majina naitwa Musa Robert Samuel, natokea mkoa wa Tanga, wilaya ya Korogwe, mwanafunzi wa chuo cha Uguzi Korogwe. Nipo hapa kuongelea wajibu wa vijana katika mpango mkakati wa kupambana na kuzuia rushwa. We as a young peoples, we are responsible to fight against corruption. Ukiongelea about corruption is illegal behavior ambayo inapelekea kukosekana kwa maendeleo au haki au uaminifu baina ya jamii. Hivyo basi, sisi kama vijana tunatakiwa kutotoa au kupokea rushwa aina yoyote, kwa sababu unapopokea rushwa inapelekea kukosa haki au uaminifu baina ya jamii, na hata hivyo kupelekea kukosekana katika maendeleo katika jamii yenyewe. Kwa majina naitwa Hadi Martin, mkazi wa Korogwe. Madhara ya rushwa katika jamii yako mengi sana, ila nitaelezea machache. Ambalo moja madhara ya rushwa ni kuzorotesha uchumi. Tukizungumzia kuzorotesha uchumi, ni kwa habari ya pindi mtu anapofight kupata kitu, alafu mwingine anatoa kitu ili hicho kitu huyo mtu asifanikiwe kupata hicho kitu. Na tukireview hata kwenye maana nzima ya rushwa, ni mtu atoe kitu apate kitu asichostahili, kisichokuwa sehemu yake. Hiyo ndiyo maana ya rushwa. Kwa hiyo inapelekea kuzorotesha uchumi, lakini pia kukwamisha hata huduma za umma, huduma za kijamii. Kwa majina naitwa Wilmina Amala Wilson, mwanafunzi kutoka chuo cha Ukunga Korogwe. Vichocheo vya rushwa ndani ya jamii hususani kwa vijana ni kuhitaji kupata madaraka kwa haraka, ambapo vijana wanahitaji kupata madaraka kwa haraka ingawa wao hawajakuwa na ule uwezo wa kuweza kuwa katika yale madaraka, ambayo inapelekea wao kutoa rushwa ili waweze kuwa katika nafasi ile. Nyingine ni tamaa ya kupata utajiri, ambapo walio wengi wanajihusisha katika kutoa rushwa ili waweze kupata mali ambazo sio za halali, ambapo wanatoa rushwa ili waweze kupata biashara ambazo zinapelekea wao kujihusisha katika vitendo vya kutoa rushwa. Njia nyingine ambayo inakuwa ni vichocheo vya vijana kujihusisha katika rushwa ni kufuata ushawishi kutoka kwa watu wengine, ambapo vijana wanajihusisha katika mitandao ya kijamii, anaona mtu mwingine anakuwa na mali, anashawishika, anajihusisha katika kutoa rushwa, mtu mwingine anapokea. Kwa hiyo vijana wanahitaji kuwa waadilifu, kufuata sheria ili waweze
kujiepusha na vitendo vya rushwa ili waweze kujenga jamii iliyo bora na kupata mali zilizo sahihi kwa ajili ya maisha yao ya baadaye. Wito wako kwa vijana ambao wanakusikiliza na kuangalia sasa hivi ni upi kuhusiana na mambo ya rushwa? Wito wangu kwa vijana ni vijana tuamke, tupambane na rushwa. Ukimwona mtu anatoa rushwa, toa taarifa kwa TAKUKURU. Kwa majina naitwa Salim Amri Chamshama, ni mwalimu mlezi wa klabu ya wapinga rushwa shule ya sekondari Mfundia. Mwalimu Chamshama, unafikiri wajibu wa walezi au wazazi na walimu katika kuhakikisha maadili katika vijana inaimarika ni nini hasa? Moja kwa moja tunalenga kwamba maadili tunapoyazungumzia tunazungumzia kwamba yaanzie katika ngazi ya chini. TAKUKURU ni taasisi ambayo bora na ina namba zao 113. Piga uwezavyo, toa taarifa, rushwa ifike kikomo, maana ni kwa ajili yetu, ni kwa taifa letu. Tuungane na TAKUKURU, ni kwa manufaa yetu, ni kwa vizazi vyetu vijavyo navyo viwe na nuru. Ni kwa ajili yetu, ni kwa taifa letu. Tuungane na TAKUKURU, ni kwa manufaa yetu, ni kwa vizazi vyetu vijavyo navyo viwe na nuru. Amkeni, amkeni wa Tanzania, ni jukumu letu sote kuitokomeza rushwa. Amkeni, amkeni wa Tanzania, maana ni jukumu letu sote kuitokomeza rushwa.